Kama uko na kofia labda tu ikuwe ya dini, unaweza ifua, na naamini ya kwamba Mungu atakutenda wema katika jina la Yesu. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema wewe wastahili Bwana. Hakuna Mungu aliye kama wewe juu mbinguni, duniani na hata chini ya dunia Bwana. Tunasema asante kwa sababu umetia pumzi ndani yetu, katusaidia tukaamka siku ya leo. Sio kwa sababu sisi ni wazuri kuliko wale ambao walilala, lakini Mungu, ni jinsi gani umetupenda, ni jinsi gani umetia nguvu katika maisha yetu. Na Bwana, tunasema asante tu. Neno lako linasema kila kiumbe kilicho na pumzi kimsifu Bwana. Jioni ya leo, mfalme wa milele, tuko na nia Bwana ya kukusifu wewe, maana umetia pumzi ndani yetu. Asante kwa wakati ambao tuko nao uweponi mwako mahali hapa Bwana, katika uwanja Bwana wa Lions. Tunaomba Mungu kachukue usukani, maana we ni simba wa Yuda. Ukatukuke mahali hapa Bwana, ukainuliwe mahali hapa Bwana. Kila Baba Mungu, neno lako linasema kila ndimi litakiri ya kwamba Yesu ni Bwana, na kila goti litapigwa, maana wewe ni Bwana. Katika jina la Yesu Kristo tunaalika Bwana uwepo wako na roho wako akatamalaki anga na wingu Bwana iliyo juu ya Lions. Katika jina la Yesu tunatangaza upenyo wa ajabu, tunatangaza ukuu wako Bwana. Baba, tukisambaratisha kila nguvu za giza, kila utawala wa giza, katika jina la Yesu Kristo tunaishusha chini ya miguu yetu. Tunatangaza Bwana kuwekwa huru kwa watu wako Mfalme. Tunatangaza Mungu ajabu kuokolewa kwa watu wako. Tunatangaza Mfalme na hata kuponywa kwa watu wako. Tunatangaza Mungu ajabu kwamba wewe unaenda kutukuka mahali hapa katika jina la Yesu. Asante Mungu ajabu, ni kwa sababu wewe ni Bwana. Tawala Mfalme, tawala pingu juu ya Lions katika jina la Yesu. Kila masultan yote Bwana tunatiisha chini ya miguu yetu. Kila utawala wa giza tunatiisha chini ya miguu yetu, na tunasema Yesu inuliwe na utawale Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hakuna Mungu kama wewe. Tunakupa sifa, tunakupa heshima, maana wewe ni Mungu. Asante Bwana kwa sifa zetu tunapoenda kusifu Mfalme. Unaenda Bwana Mungu kupokea kama manukato uweponi mwako. Asante kwa neno lako pia litakapokuja Bwana, mioyo yetu iko tayari kukupokea wewe Mfalme. Usifiwe na hata uinuliwe, maana wewe ni Mungu. Ni kwa jina la Yesu nimeomba nikiamini, mtu aseme amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ya kwamba unanipata, na naamini ya kwamba utaenda kubarikiwa. Ngoja Bwana mahali hapa na hautajuta. Na kuambia ndugu yangu, dada yangu, kijana, baba, mama, mtoto, hautajuta kuwa chini ya hii sauti, maana mwisho wa kila jambo Mungu atakutembea, Mungu atanena nawe, na Mungu atakutendea mambo ambayo mwanadamu hawezi tenda, kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo ninaenda kualika waimbaji, tunaenda kuwapokea kwa jina la Yesu. Karibuni sana waimbaji, na naamini ya kwamba tutabarikiwa. Amen. Yes, Yesu ni mwema, na leo ni siku njema, tumemwona yeye. Watu wa Lions Bwana anawapenda, vijana wa mama kwa wazee. Leo ni siku njema Bwana ametufanyia. Haleluya. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Toka asubuhi hadi jioni, nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana.
nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, nimemwona amenipa pumzi ya uhai. Nimemwona Bwana, leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Kwa uzuri wake amenipa, nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, tumemwona Bwana. Hapa Lions Bwana ametulinda yeye, tumemwona Bwana. Kama si yeye hatungekuwepo leo, tumemwona Bwana. Ametupa nafasi nyingine ya siku mpya Yesu, tumemwona Bwana. Leo ni siku njema, tumemwona Bwana. Yeye ni msaada kwetu leo, tumemwona Bwana. Ametuonyesha neema kubwa, tumemwona nani? Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Leo ni siku ya tatu, nimemwona Bwana. Leo ni siku ya 18, nimemwona Bwana. Ni siku elfu kati ya maelfu, nimemwona Bwana. Ametupa nafasi katika kizazi hiki, nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Niko hai kwa sababu yeye Yesu, nimemwona Bwana. Leo ni siku ya Jumapili, nimemwona nani? Ni siku ambayo ameifanya ili tufurahi ndani yake. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Sema leo ni siku njema, siku yake Bwana. Leo ni siku njema, alitangaza toka mwanzo, hakuna siku yake Shetani. Siku zote ni za Bwana, zote moja. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Yeye mwenye nguvu na uwezo. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Ametenda mambo ya ajabu Yesu, yeye ndiye Bwana. Anatupenda tena anatujali, yeye ndiye Bwana. Hakuna Mungu mwingine kama yeye, yeye ndiye Bwana. Akisema hakuna wa kupinga Baba, yeye ndiye Bwana. Ndiposa nasema leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Ametenda Yesu njema, nimemwona Bwana. Hayo yote naiseme, leo ni siku njema, nimemwona Bwana. Leo ni siku njema, nimemwona
siku njema, leo ni siku njema. Nimemwona Bwana, wamama na waseme, leo ni siku njema. nimemwona Bwana, leo ni siku njema, leo ni siku njema. nimemwona Bwana, wababa wote waimbe, nimemwona Bwana, leo ni siku njema, nimemwona Bwana, vijana wote na wasifu, nimemwona Bwana, Bwana ndiye nguvu zetu, nimemwona Bwana, na watoto wote waimbe, nimemwona, yeye ndiye uzima wangu, uzima wako Yesu wetu. Haya, furahia muziki wa Yesu sana. Tembea kidogo. Wenye uhai ndio sisi, tunamsifu Yesu maana yeye ndio uzima kwetu. Haya, kama sio yeye jamani, tungesema nini? Maana neno la Bwana linasema yule adui shetani siku zote anazurura, anasema anakwenda juu, anakwenda chini, na huku atafute mmoja aweze kumweka chini, lakini sisi Bwana ametuweka chini ya mbawa zake. Tunasimama tukisema tumemwona yeye aliye ulinzi kwetu jamani. Wapendwa wa Lions jamani, hii ni ushuhuda kwetu kwamba tunapumua leo ni Bwana. Leo ni siku njema, siku ya wokovu, leo ni siku njema, siku yake Bwana ameifanya tuokoke. Hii siku ya Bwana, sema leo ni siku njema, tumemwona Bwana, leo ni siku njema, watu wanayosema leo ni siku njema, ametupa nafasi ili tusikie toka kwake, ili tumwone katika hali zote, katika maisha yetu tumuone yeye. Anatamani mmoja asikie, abadilishe njia zake, maana anasema je, mimi Mungu ninafurahi mwenye nabii akifaa. Ninatamani laiti angeokoka, aijue njia ya uzima, maana Bwana ametupa Yesu njia ya uzima. Anasema Yesu, mimi ndimi njia ya uzima na wokovu, hakuna yeyote atakaye kuja kwa Baba ila kwangu mimi. Leo ni siku njema, nimemwona Bwana, leo ni siku njema, nimemwona Bwana, leo ni siku njema, usikia
Bwana. Sema leo ni siku njema. Nimemwona Bwana. Leo ni siku njema. Nimemwona Baba. Haya, pole pole kwa ayo tena
mzee Joash sasa. Kama mzee Joash. Twende. Moja. Na mbili. Twende kama mzee Joash. Mzee Joash ni huyo. Ni huyo. Haya, twende kama twende hivyo tu. Hivyo tu. Huyo mzee anapenda Yesu. Na akijazwa na Roho. Hivyo ndiyo anachezaka. Twende. Mzee mwingine mmoja, unajua huyo mzee pia anapenda Yesu. Unataka kumjua? Anaitwa mzee Mike. Are you ready? Ale moja, ale pili, kama Mike, kama Mike, kama Mike, kama Mike, kama Mike, kama Mike. Pia wamama wanajua kuchezea Yesu, si ndio? Pia wamama wanajua kuchezea Yesu. Kuna mama moja akijazwa na Roho, hivi ndiye anachezaka, anaitwa Mama Christine. Wapi vigelegele? Kama Joy, ale 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 kama Joy. Ruka 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 ruka, kila moja ruka ruka. Yesu anaweza, anaokoa, anaweka huru. Yesu asiyebadilika, rafiki mwema, nimempata rafiki wa milele, Bwana Yesu asiyebadilika, nimempata rafiki Mungu, ananipenda na pendo wa agape, Bwana Yesu hawezi badilika, Yesu hawezi badilika. Na vijana wenzangu wanaweza badilika,
badilika, ila Yesu hawezi badilika. Nimempata rafiki wa milele, Yesu hawezi badilika. Heri anasema kwamba mimi ni mwanzo tena mwisho. Bwana Yesu hawezi badilika. Nimempata rafiki wa milele, jina lake Yesu hawezi badilika. Hata wazazi na ndugu wanaweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika. Nimempata rafiki wa milele, wapenaamini Yesu hawezi badilika. Mchumba hata mke anaweza badilika, lakini Yesu hawezi badilika. Nimempata rafiki wa milele, Yesu hawezi badilika. Ameahidi kwamba yuko na sisi hata mwisho wa dahari. Jina lake ni Yesu. Nimempata rafiki wa milele, Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hata majira yakibadilika, Hawezi badilika. hawezi badilika. Hawezi badilika. Hata uchumi ukibadilika, Hawezi badilika. hawezi badilika. Hawezi badilika. Hata viongozi wakibadilika, Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Yeye ndiye mwamba wa wokovu wetu. Yeye hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Yeye ni wa milele. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Hawezi badilika. Anakuwa milele na milele. Hawezi badilika. Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika. Ukimwamini Bwana Yesu, Hawezi badilika. ukimpa mambo yako, Hawezi badilika. ukimpa na moyo wako, Hawezi badilika. hawezi aibisha. Hawezi badilika. Hawezi aibisha. Hawezi badilika. Hawezi aibisha. Hawezi aibisha. Ukimpa moyo wako, Hawezi aibisha. ukimpa familia yako, Hawezi aibisha. ukimpa ujana wako, Hawezi aibisha. ukimpa maisha yako, Hawezi aibisha. hawezi aibisha. Hawezi aibisha. Hawezi aibisha. Hawezi aibisha. Ukimpa na masomo yako, Hawezi aibisha. ukimpa na afya yako, Hawezi aibisha. hawezi niangusha. Hawezi niangusha. Hawezi niangusha. Hawezi niangusha. Mikononi mwake ananibeba. Hawezi niangusha. Hawezi niangusha. Hawezi niangusha. Hawezi kuangusha. Hawezi kuangusha. Yesu wewe. Hawezi kuangusha. Hata wapewa Bwana yote. Hawezi kuangusha. Watu wana Yesu nakwambia. Hawezi kuangusha. Ewe kijana uko hapa. Hawezi kuangusha. Ewe ndugu yangu unanisikia. Hawezi kuangusha. Wala bodaboda umle. Hawezi kuangusha. Hawezi kuangusha. Hawezi kuangusha. Wapi shukrani vigelegele kwa Yesu. Aya. Hey, hey, hey. Are you ready to run? Hey. Yeah. Tunataka kukimbia kwake. Hakika tukimkimbilia yeye zituangusha. Are you ready? Get ready, get ready, get ready. On your mark. Hey! Hey! Tayari jamani. Mbele. Tude. Hey, on
Yesu anaweza. Yesu anaweza. Kimbilia Yesu anaweza. Haya, bio. Umeteseka na kuchosha tu. Haya, onyesha kwa shora tu. Hai. Switch. Thank you, Lord. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Najua tumekimbia, pumzika kidogo tunarudi. Pumzika kidogo tu tunarudi. Hiyo ilikuwa 100 meters na tunaamini kwamba tunabarikiwa. Kwa wakati huu tuko na wapendwa kati yetu ambayo Mungu amewapa talanta, ambao Mungu amewasaidia, amewaneemesha ili kwamba wanatumia sauti zao kumsifu Bwana, kutunga nyimbo na hata kumuinua Bwana. Kwa hivyo kwa nafasi hii ningependa tu kualika dada yetu Mrs. Brooks akaweze kuja kapresent, alafu kuna mwingine baadaye, na naamini kwamba tutabarikiwa. Amen. Karibu sana our sister. Amen. Akishamaliza tutaleka ndugu yetu Gespo, pia ni mwimbaji. Mungu amempatia hiyo talanta na naamini kwamba tutabarikiwa. Amen. Amen. Karibu sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jioni ya leo tunafuraha kuwa mahali hapa. Naitwa Princess Fari, napatikana YouTube. Tunaimba nyimbo za Injili. Ukiwa na wakati unaweza nitafuta huko, ukalike, ukasubscribe na ukashare. Tunataka kuambia Mungu ya kwamba hatuwezi bila yeye. Yaani siwezi. Majaribu ya kizidi ni yeye tu anatuwezesha. Haleluya. Asante unapoungana nasi tunapoenda kumwabudu na wimbo huu. Najua utabarikiwa.
taratibu tu unasema tu siwezi bila wewe, siwezi bila wewe. Sina cha kutimia, nyuma mbele tusafika, wewe tu kwa tumba fema mzuri makofi tu ya super pole sana. Barikiwe sana. Amen. Chapia Bwana makofi kwa sababu ya hiyo. Ikuwe tamanio ya moyo wako ya kwamba 2026 siwezi bila wewe. Kuna wengi wanaanza na resolutions, lakini bila Mungu, bila Yesu hauwezi. Hizo resolutions ya kwamba nitaacha pombe, nitaacha sigara, nitaacha hii, ama nitajiunga na hii, nitaenda mahali fulani, nitaanza biashara fulani, bila Yesu hauwezi. Maana Yesu alisema ya kwamba mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tawi lolote ambayo imeunganishwa nami itazaa matunda. Kwa hivyo kama unataka kuzaa matunda 2026, sema siwezi bila wewe Yesu, na naamini ya kwamba Mungu atakutembelea na atakutenda wema. Amen. Tuko na nafasi tena ya kukaribisha ndugu yangu Gespo, karibu sana. Bwana asifiwe. Haleluya. Ya, na yangu ni Gespo David na tunashukuru Mungu. So tunataka kuimba wimbo ambao unasema unikumbuke. Bwana asifiwe. Amen. Ni wimbo tunaotoa leo, ukifika pale YouTube utaupata. Andika tu Gespo David nikumbuke na utabarikiwa sana. Uenda uko hapa
Labda uko na nyimbo na unajiuliza naweza pata nafasi ya kurekodi wapi? Tunapatikana pale tu Deep Sea. Ukifika Deep Sea ulizia Trinity Music iko wapi, utafika hapo, utaelekezwa na utafanyiwa ngoma nzuri sana. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo studio, kama mko tayari, niko tayari. Haya, utanisaidia tu kwa makofi, ni wimbo wa kucheza. Aha. Bwana umeinua mnyonge kutoka mavumbini. Bwana umeinua mnyonge kutoka mavumbini, ili awaketishe pamoja na wakuu, ili awaketishe pamoja na wakuu. Kuishi kwangu na kulala kwangu Bwana wajua, kuketi kwangu na kuondoka kwangu wajua Bwana. Mwaka huu Baba naomba nami nikumbuke, nitetee Mungu wangu na unipiganie, nitetee Mungu wangu na unipiganie. Naomba nikumbuke, kila mtu sema unikumbuke maishani mwangu Baba, sema unikumbuke, unikumbuke Yesu, unikumbuke maishani mwangu Baba, unikumbuke. Nisaidie kwa makofi tu popote ulipo. Kama unatamani ya kwamba Mungu akukumbuke mwaka huu, chapia Yesu makofi. Unifike nguvu zako na uwe kwa Mungu imara ya makimbilio. Unifike nguvu zako na uwe kwa Mungu imara ya makimbilio. Na nijapokuwa kwenye ziki na ukakasi, wewe Bwana ndiwe mtetezi. Na kutumainia ya kwamba Bwana utoniacha, na kutumainia ya kwamba Bwana utoniacha. Bwana wangu nifunike kwa wingu lako lenye nguvu. Nikumbuke Baba, nikumbuke, nikumbuke Baba. Oh, now nikumbuke. Everybody say, unikumbuke maishani mwangu Baba. Kila mtu imba, unikumbuke, unikumbuke Yesu, unikumbuke maishani mwangu Baba. Unikumbuke. Wajane mayatima wanakulilia Baba, wajane mayatima wanakulilia Baba, na kuna wale watakawezi Baba wakumbuke, na pia kuna wale wahitaji watoto Baba wakumbuke. Taifa lote mikononi mwako Baba, tukumbuke, tutende wema Baba, sisi wana wako tutende wema Baba. Oh, naomba nikumbuke, mtu imba, unikumbuke maishani mwangu Baba, unikumbuke, naomba nikumbuke Yesu, unikumbuke maishani mwangu Baba. Hey, yeah. Naomba nikumbuke, everybody say, unikumbuke maishani mwangu Baba, unikumbuke, naomba nikumbuke Yesu, unikumbuke maishani mwangu Baba. Hey, yeah, unikumbuke. Haya, unaweza ukamchezea Bwana kwa stali yako. Aha, aha, aha. Hey, aha. Ni mwaka wa kukumbukwa na Mungu. Hey. Aha, aha. Asante sana. Haleluya. Amen. Hey, ni nyimbo nzuri sana. Hallelujah. Unikumbuke. Unajua chini ya jua unaweza kumbukwa tu na watu wawili, either shetani akukumbuke, na akikumbuka ujue unaelekea mahali kuzimu, lakini Baba Mungu wetu akikumbuka ujue uko na uzima wa milele. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo sijui ni wewe utakumbukwa na nani, lakini ambia Bwana wetu Yesu akukumbuke
na hakika maisha yako itabadilika. Amina. Tuko na wachungaji kati yetu lakini kwa sababu ya muda singependa kuwatambulisha wote, lakini tuko na mama wetu ambaye ni mchungaji pamoja nasi. Ningependa kumwalika akaweze kualika mchungaji ambaye atanena neno, ni kwa sababu Yesu ni Bwana. Karibu mama. Naitwa Mrs. Jafet Lumumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wa Lions, Bwana asifiwe. Amen. Tunawakaribisha katika huu mkutano kwa sababu Biblia inasema ya kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno itokalo kinywani mwa Bwana. Kwa hivyo karibuni mkasikie neno la Bwana na usifanye moyo wako kuwa mgumu. Ukisikia Yesu amekugusa, karibia mahali hapa na utampokea Yesu na atakuwa amekukumbuka. Mwimbaji ameimba hivyo, akasema ya kwamba Bwana amkumbuke. Kwa hivyo hata wewe siku ya leo unaweza kumbukwa na Bwana na ukawa mahali pasawa. Bwana asifiwe. Amen. Bila kuharibu wakati, nataka kumwalika Pastor Zak aendelee kutoka mahali hapo. Amen. Karibu mtumishi wa Bwana. Tumshangilie Bwana. Haleluya. Amen. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Lions, Bwana Yesu asifiwe. Basi popote mulipo jioni ya leo tumeleta habari njema. 1 2 thank you. Tumeleta habari njema, habari za wokovu, habari zake Yesu aliyekufa msalabani kwa sababu ya kila mmoja aliye chini ya sauti yangu jioni ya leo. Bila kuchukua muda mrefu, nataka tuwapigie hao wapendwa makofi, wamefanya kazi nzuri. Amen. Baadaye kabla jua kutua tutawalika tena. Ninyi ndio umefungua mtafunga. Amen. Haleluya. Basi jioni ya leo popote unaponisikiza, ukiwa kwenye kibanda chako, ukiwa kwenye duka lako, ukiwa mahali pako pa kazi, jioni ni jioni njema. Nataka tusikie neno la Mungu kwa sababu maandiko yanasema katika Yohana 1 mstari wa 1 ya kwamba hapo mwanzo kulikuwako na neno, na neno lilikuwa na Mungu, na hilo neno lilikuwa ni Mungu mwenyewe. Hakuna chochote kilichofanywa pasipo na hiyo neno. Na ndio sababu jioni ya leo tumesema tuje hapa Lions. Sio kawaida yetu kuwa hapa jioni, lakini leo hii imempendeza Mungu ili kwamba tuwe hapa tukitangaza habari njema. Nataka popote ulipo, kama uko na kofia na sio ya dini yako, kama ni ya dini baki nayo kichwani, lakini kama sio ya dini shika mkononi. Nataka tufanye ombi tunapoenda kuanza kwa neno la Mungu. Wacha tuamini na tuombe. Baba Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, tunakushukuru jioni ya leo kwa sababu imekupendeza tusimame uwanjani tutangaze habari zako njema. Wewe ni Mungu uliyependa ulimwengu sana, hata wakati ulimwengu ulitoweka uweponi mwako, ilikupendeza ya kwamba umtume mwanao Yesu Kristo, yeye ambaye hakuwa na dhambi, aje azichukue dhambi zetu na akatuweke huru. Jioni ya leo Baba, tunatangaza anga ya Lions imefunguliwa kwa ajili ya wakaazi na wapitaji wa mali hapa, ya kwamba neno lako linapopata nafasi ndani ya mioyo yetu, maisha yetu hayatabaki jinsi yalivyo. Tutakuwa na tumaini. Sote ambao tumeishi bila tumaini, Baba, utatenda mema maishani mwa watu wasiokuwa na matumaini. Jioni ya leo tunatangaza ya kwamba Roho wako Mtakatifu anachukua usukani juu ya kila moyo katika jina la Yesu Kristo. Baba, tufungue masikio ya ndani ili kwamba tukusikie wewe unenapo, kwa sababu kila ulikoenda ulitenda mema
na haubadiliki. Wewe ni yule jana, leo na hata milele. Hata leo hapa Lions uko na uwezo wa kutenda mema. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen kubwa. Amen. Haleluya. Basi jioni ya leo nataka tusemezane kwa muda mfupi. Langu tu ni kukuomba ya kwamba hata ukiwa kwenye biashara, fungua tu masikio yako usikie ni yapi Mungu ako nayo kwa ajili ya maisha yako. Na leo hii nimekipatia kichwa nikasema nataka nimuone Yesu. Hata wewe inaweza kuwa ombi lako jioni ya leo ya kwamba ungependa kumuona Yesu. Kuna mtu mmoja tutasoma habari zake punde, jamaa mmoja aliyetamani kumuona Yesu. Na huyu bwana hakuwa mtu hivi hivi. Kama ni siku za leo, huyu jamaa angekuwa mfanyikazi wa KRA. Na tunafahamu ya kwamba pesa zote zinakusanywa na watu wa KRA. Ukinunua mkate, kuna ushuru pale ndani inaenda KRA. Huyu bwana jina lake aliitwa Zakayo, na habari zake zinapatikana katika kitabu cha Luka mlango wake wa 19 kuanzia mstari wa kwanza. Maandiko yanasema hivi: naye alipoingia Yeriko, huyu ni Yesu, alipita katikati yake, na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Mmoja wa watoza ushuru. Ikaongezea na ikasema kwamba naye alikuwa tajiri. Natamani moyo wa mtu ufunguliwe leo ukafahamu. Wakati mwingine tunapotafuta mali, mimi upiga break na nikajiuliza, ni kweli tunatafuta, lakini kifo huondoa watu wengine ambao wamepata. Mtu akawacha estates, mtu akawacha magari, mtu akawacha mali ya kutosha, akaenda kwenye ardhi. Wakati anapoacha mali hiyo yote, sisi tuliobaki tunakimbia tukitafuta kile alichokiwacha. Sasa huyu mtu hakuwa mtu hivi hivi. Maandiko yanaposema ya kwamba mtu ni tajiri, huyo mtu ni tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Uende ikawa uko na kibanda moja na umeijaza sawa sawa, na unapoketi pale unasema mimi nimefika. Bado ndugu yangu, maandiko yalimwita huyu jamaa Zakayo tajiri. Lakini kuna kitu kingine maandiko yametaja yaliyonishtua. Mstari wake wa 3, huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani? Mbona tajiri aamue kutafuta kumjua Yesu ni mtu wa namna gani? Kuna utafiti ambao nimefanya kidogo, sijamaliza. Mbona mara nyingi matajiri hawana haja na habari za Mungu? Japo si wote, lakini kuna wale ambao huona ya kwamba mimi nimetosheka, chochote ninachokitaka maishani ninaweza nikapata. Kwa sababu gani? Niko na uwezo wa kuzipokea. Bwana mmoja mwokovu kule India amebeba mzigo ndani ya moyo wake wa kufikia watu. Akaunda vijikaratasi imeandikwa Yesu anakupenda. Akasimama barabarani mahali magari yanapita, karibu na roundabout. So unapofika pale kuna zile light, ikionyesha green inakuambia songa, ikionyesha red subiri.
Sasa wale walikuwa nasubiri, akaanza kugawanya zile makaratasi zimeandikwa Yesu anakupenda, na akapeana kwa mtu mmoja tajiri, ako kwenye gari lake anangoja ile traffic light ionyeshe aondoke. Alipopewa ile karatasi akaiangalia, akamwambia yule jamaa, akamrudishia ile karatasi, akasema nafikiri anakupenda zaidi. Kulingana na yeye, amefika, amepata kile alitaka maishani, lakini ndani yake alikuwa na hitaji wala hakufahamu. Sasa huyu Zakayo, mmoja wa watoza ushuru, ako na mali, ni tajiri, lakini bado akasikia ndani yake, ninahitaji kumuona huyu Yesu. Ni kweli nimesikia habari zake, nimesikia anatenda miujiza, nimesikia anaguza watu wanaona, nimesikia anafufua watu, ningependa kumuona ni mtu wa namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo huyu jamaa alifanya, nataka tuendelee kusoma ndio uone ni njaa na kiu ya namna gani ilikuwa ndani yake. Mstari wa 4 maandiko yanasema, akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Zakayo ni tajiri. Huyu Zakayo ni mfanyikazi wa serikali. Huyu Zakayo anatamani kumwona Yesu. Kama ni wakati huu, angekuwa amegesha gari lake. Na nataka uweke kwa akili yako, anza kumpicture Zakayo. Anaona kuna watu unakuja, jamaa amepaka gari lake, anakimbia aende mbele, apande juu ya mti, ili kwamba Yesu akipitia pale amuone ni mtu wa namna gani. Leo hii zile vitu tumepata maishani. Kuna mmoja amepata mke, na huyo mke anamzuia kumwona Yesu. Mwingine amepata mume anamzuia kumpona Yesu. Mwingine amepata biashara, anasema mimi nimefika. Kama ni pikipiki nilikuwa nataka, Mungu alinisaidia nikanunua, na sasa niko na langu, sipeleki pesa tena jioni, na inakuzuia kumwona Yesu. Huyu tajiri alipaka gari lake, akakimbia mbio apande juu ya mti ili kwamba amuone Yesu. Leo hii ni tamanio la moyo wangu, wakaazi wa Lions pamoja na wafanyabiashara, tufike mahali ndani ya mioyo yetu tutamani kumwona Yesu. Haleluya. Mstari wa 5, na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi. Asha, tafadhali mnisaidia hapa karibu, nitapigwa mawe sasa hivi. Haleluya. Tusimpatie adui nafasi, kwa sababu watu wanapokea neno. Amen. Mstari wa 5, Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwona Zakayo, akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Mstari wa 6, akafanya haraka. Sema akafanya haraka. Jamani, kama unasikia sauti hii leo, ni nafasi yako na ni nafasi yangu kufanya haraka. Zakayo tajiri alipoambiwa na Yesu ya kwamba leo mimi ni mgeni wako, hakusita, hakuuliza maswali, hakusema si leo. Alishuka haraka. Akafanya nini? Akamkaribisha kwa furaha. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo ako na utajiri, Zakayo ako na kazi, Zakayo ako na jamii, Zakayo ako na shughuli zake, lakini Yesu alipomwambia shuka, leo mimi ni mgeni wako, Zakayo hakusita,
akashuka upesi ndani ya moyo wake akiwa na furaha. Nimetambua ya kwamba kumbe unaweza kuwa na vitu vya ulimwengu huu na ukakosa amani. Huyu jamaa mbona alishuka upesi kwa furaha? Inamaanisha kwamba ni kweli alikuwa tajiri, lakini moyoni mwake alikuwa na upweke. Unaweza ishi ulimwenguni, umepata kila kitu unachokihitaji. Wengine wamekosa vile wanavihitaji, wakakosa amani ndani ya moyo. Lakini Yesu anapokuja na anapokuambia shuka utoke kwenye huo mti, jambo la busara ni kwamba unashuka upesi na furaha moyoni. Kuna watu leo hawatamani giza liingie, maana giza linapoingia ni masaibu maishani mwao. Wanasema mimi sijui usingizi, mimi nalala lisali moja ninamuka mpaka asubuhi. Sasa hawatamani giza liingie. Leo hii mtu anaweza kuamua kushuka kwenye huo mti akiwa na furaha moyoni mwake, kwa sababu Yesu anapita. Na alipomwona Zakayo, kuna umati mkubwa ulikuwa pamoja naye, lakini hakuna aliyemwona Yesu, japo alikuwapo. Lakini kuna mmoja alitamani kumwona, na ile hatua alilolichukua ilionyesha dhahiri, na Yesu akajua ya kwamba leo kwenye barabara ya Lions kuna mtu anayetamani kuniona, na amekuja ili kwamba umuone. Jioni ya leo unaweza fanya uamuzi na useme ya kwamba ni mimi niko hapa. Mstari wa 7 inasema, hata watu walipoona walinung'unika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Mbona wanamuita huyu jamaa mwenye dhambi? Ni kweli alikuwa anafanya na KRA. Hapa najua Lions kuna wale ambao huja na tikiti ya 20, ya 40, 50, na mara nyingi wanakuambia hata usitoe hiyo 50, nipe tu 20 nitapita. Hiyo 20 haiendi kwa kanjo, hiyo ni yake. Anajinufaisha na hiyo 20. Akikusanya kwa watu 10 ni shilingi 200. So hata akiweka mahali kwa duka ya maziwa kwamba nitachukua maziwa kila siku, anajua atakuja kwa mama mboga na atapewa ile 20 ya kando. Maandiko yanasema kwamba watu walipoona Yesu amekaribishwa na Zakayo, na wao wanajua tabia ya Zakayo, wakanung'unika mioyoni mwao, wakasema, mbona anaketi na kukula na wenye dhambi? Mstari wa 8, Zakayo akasimama akamwambia, Bwana, tazama, Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4. Wapendwa wa Lions, nimekuja kutangaza ya kwamba mtu anapokutana na Yesu kuna mabadiliko yanayofanyika ndani ya moyo. Huyu jamaa alikuwa ni mtoza ushuru, alikuwa ananyang'anya watu, akapewa jina mwenye dhambi, na Yesu akamwangalia akasema, leo hii mimi nitakuwa mgeni wako. Na alipoingia na Yesu kwake nyumbani, jamaa akasimama akaambia kila mtu tulia. Akaanza kusema mambo haya, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia. Hiyo ni toba halisi, sio ya maneno tu, bali ya matendo. Kama nimemnyang'anya mtu mali yake, leo hii nimeamua kumrudishia mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Mtu akikutana na Yesu, unapompa nafasi ndani ya moyo, kuna mambo yatatendeka maishani mwako. Watu waanze kujiuliza maswali, je, huyu ni Njuguna kweli? Je,
huyu ni Wafula kweli? Je, huyu ni Wanjiro kweli? Je, huyu ni Atieno kweli? Kwa sababu gani? Mabadiliko ya kweli yanatoka moyoni. Moyo wa mwanadamu una ugonjwa wa kufisha. Ni nani awezaye kuuponya? Mbona ninasema hivyo? Kwa sababu unaweza kuwa na mtu rafiki yako na amepanga kukutendea hila na uko naye na haujui. Wangapi wameua wake zao na wamelala kitanda kimoja bila mke kujua kilichoko moyoni mwake? Anaua bibi, anaua watoto na anajiua. Kwa sababu gani? Kuna shida ndani ya moyo wa mwanadamu, naye ni Mungu peke yake awezaye kuponya moyo. Moyo wa Zakayo ulibeba mambo mengi. Huyu jamaa alikuwa ni mtu wa kutoa wa kuchukua hongo. Anakuambia wewe usilipe yote, nipatie tu hiyo ingine nitakutolea kwa vitabu. Akajitajirisha na mali ya wananchi. Lakini alipokutana na Yesu, aliamua moyoni mwake kubadilika. Mtu akikutana na Yesu, yale yanayokukusumbua moyoni hautajua jinsi atakavyoondoka. Kwa sababu Yesu akimiliki moyo wako ataleta mabadiliko ya kweli. Mstari wa 9 inasema, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Zakayo alisimama akatangaza ya kwamba ninarudishia mtu yeyote niliyomnyang'anya, akasema mali yangu nitapatia maskini, Yesu ameketi pale anamwangalia. Kila mtu alikuwapo, lakini huyu mwanamume tajiri ameamua kufungua roho. Alipofungua roho, Yesu akaona kweli huyu jamaa amebadilika, na akasema kwamba leo hii wokovu umeingia ndani ya Zakayo. Akasema hata huyu ni mwana wa Ibrahimu. Wapendwa, nimekuja kutangaza jioni ya leo, sote tumetokana na Adamu. Sote sisi ni wana wa Ibrahimu. Ibrahimu alibarikiwa na baraka zake zimetiririka kwa vizazi hadi vizazi. Leo hii Mungu anatamani ya kwamba mtu afike sehemu ya kugairi matendo yake maovu, akageuke, sio kwa maneno tu bali kwa matendo. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo akakiri akasema ninabadilika leo, na Yesu akaweka sahihi akasema kweli huyu mjamaa amebadilika. Sote ambao tunatokana na Adamu tulizaliwa kwa hiyo lineage. Yeye ndio babu yetu wa kwanza, alitenda uovu akamwasi Mungu, na ndio sababu kila mmoja anayezaliwa katika hiyo hali ya Adamu anakuwa na uovu ndani yake. Kila mara ninapenda kusema ya kwamba mtoto mdogo saizi ya Hawa hawajui, hawajafundishwa dhambi. Anaenda naiba sukari ya mama, analamba. Mama anakuja anasema mbona umelamba sukari? Anasema haki ya Mungu mama, sijalamba, na sukari iko kwa mdomo. Nani alimfundisha kudanganya? Amezaliwa kwa asili ya Adamu. Na ndio sababu ni sharti, ni muhimu tufikie mahali pa kujijua na kujiambia kwamba enough is enough. Ninabadilika, na huwezi ukabadilika kwa nguvu zako. Mbona ninasema hivyo? Kuna wengi ambao wamenaswa na ulevi, na mwaka unapoenda kubadilika wanaweka mikakati, anasema 2026 nitajaribu nisiwe mlevi. Anajaribu wiki ya kwanza anatoboa, anajaribu wiki ya pili, ikifika katikati kiu kwa mbali, alafu rafiki anatokea from nowhere. Vipi Johnny? Bwana leo niko sawa, naweza tupako ka round, wacha tuingie hapa kwa kona. Anajiambia na nilijiambia mwaka 2026 hapana, mimi nawachana na hii maneno. Alafu anaanza kujikonsola, anasema
wacha tuende, lakini tapiga kidogo tu, kidogo, kisha baadaye kibaba kinajaa. Mstari wa 10 maandiko yanasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Adamu Yesu Kristo alikuja ili kwamba atafute na aokoe kilichopotea. Leo hii mtu wako mahali ananisikiza na anajiambia, kweli nimejaribu, kwa nguvu na uwezo wangu sijaweza. Nimekuletea mmoja, jina lake ni Yesu. Anatangaza na kusema, nilikuja nitafute, na sio kutafuta tu, niokoe kilichopotea. Wengi leo wamepotea. Hatujakuja kuhukumu, kwa sababu hata na sisi tulipotea. Tulijaribu kuacha kwa nguvu zetu tukashindwa, lakini Yesu kwa huruma zake akaturehemu, na leo hii tumeleta rehema zake Yesu, ili kwamba kama kuna mtu mmoja anayesema kama Zakayo, ninataka nimuone Yesu, apate kumuona Yesu. Ninajua hata kwa jamii yenu kuna ile jina umepewa. Wengine wanaitwa mabangi, wengine wanaitwa smoky, wengine wanaitwa kalewa. Ni sawa, wamekupatia majina, lakini Yesu hajakupatia jina. Yeye amekuja kukutafuta ili kwamba kuokoe. Leo hii kama utasikia sauti yako, unaweza ukavua hiyo nguo, unaweza ukavua ile jina ulipewa, kwa sababu yeye ni wa upendo sana. Mbona Zakayo alitamani kumwona Yesu? Kwa sababu alisikia habari zake na yale mambo alitenda. Kuna mama moja katika kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wake wa 29 mstari wake wa Yohana 4:29. Huyu ni mama, tunaambiwa kwamba jina lake hatukupewa. Msamaria, mwanamke Msamaria. Huyu mwanamke Msamaria alihangaika maishani. Yesu anamwambia, nenda ukamwite mumeo. Anamwambia Yesu, sina. Yesu akamwambia kwamba umesema ukweli, kwa sababu hata yule umemwacha nyumbani si wako, umemteka tu, ni wa mwingine. Baadaye waliongeleshana na Yesu, na akamalizia mstari wa 29 ikisema kwamba huyu mama alisikia habari njema, akapata mabadiliko ndani ya moyo, akakimbia kijijini, akaanza kuita watu, na akasema kwamba njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Wapendwa, ulimwenguni unaweza kufanya lolote lile, bali kuna watu watatu hauwezi ukawadanganya. Hauwezi ukamdanganya Mungu, hauwezi ukamdanganya shetani, na hauwezi ukajidanganya. Chochote kile unachokisema, chochote kile unachokifanya, hawa watu watatu wanajua. Ndio mama akaenda kaitana, akasema njooni mumuone aliyeniambia mambo yangu yote. Leo hii kuna mmoja anayejua stori yako yote. Yale mke wako hajui, yeye anajua. Yale wazazi hawajui, yeye anajua. Yale marafiki wao hawajui, yeye anajua. Yeye ndiye anaitana. Leo hii anasema kwamba nataka niwe mgeni wako. Zakayo aliposikia haya akakimbia mbio, akamkaribisha nyumbani.
Pengine uko hapo unanisikia leo na unajiuliza, na mimi je, ninaweza kufanyaje ili kwamba nimuone? Mpendwa, ni rahisi. Ni rahisi. Wacha tuangalie maandiko ya mwisho yanayotuonyesha namna hata sisi tunaweza tukamuona huyu Yesu. Warumi mlango wa 10 mistari ni miwili tu, mstari wa 9 na wa 10. Maandiko yanasema haya: kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka. As simple as that. Mstari wa 10, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa kukiri hata kupata wokovu. Ya Zakayo alikimbia akapanda mti, akamkaribisha Yesu nyumbani mwake, akapokea wokovu. Letu leo tunaweza tukamkiri kwa vinywa vyetu, tukamwamini kwa mioyo yetu na tukapata wokovu. Mtu wa Lions, popote ulipo, nataka usimame popote ulipo. Tunapoelekea kumalizia, wale watu wote walioko nyuma yangu na wakaribisha huku mbele, na kama huko mbali pia nakukaribisha. Tufanye ombi moja tu tunapomalizia. Pengine umekuwa ukinisikiza jioni ya leo ukiwa umeketi chini ya duka, ninakukaribisha, karibia tumalize pamoja, kwa sababu Mungu anatamani ya kwamba tupokee mabadiliko sote. Kwa hivyo nakukaribisha tu, njoo tu tumalizie kwa pamoja. Just walk and come as we go to wind up together. Who knows, maybe leo hii Mungu anaweza katenda mambo makuu maishani mwako tunapoendelea na mwaka 2026. Pengine kuna yale ambayo ulikuwa umekusudia, lakini tayari hatuja kuja kuhubiri dini kwa sababu dini haijatosha. Dini haina jawabu. Aliye na jawabu ni Yesu Kristo peke yake. Ndugu yangu, dada yangu, kama unanisikia, ninakukaribisha jioni ya leo. Mungu anaweza akakushika mkono akasema, my son, my daughter, I want to help you. In 2026 you are going to overcome. Mwaka 2026 utashinda. Chochote ambacho kimekushinda miaka mingi, 2026 unaweza kuishinda. Hallelujah. Tuinamishe vichwa vyetu na macho yetu tuwe tumefunga. Kama uko hapa jioni ya leo
na unasema, mtumishi wa Mungu, ninatamani kumwona huyu Yesu, ninatamani kuona mabadiliko, ninatamani ku experience yale mambo Zakayo ali experience, ninatamani kuona maisha yaliyobadilishwa. Inua tu mkono wako juu, tuombe kwa pamoja. Inua tu mkono wako, usione haya. Mungu wetu ni waajabu. Mwanadamu hawezi akakufanyia lolote, ni Mungu peke yake akaleta mabadiliko ya kweli. Inua tu mkono wako bila kuona haya jioni ya leo. Na kama uko mahali siwezi kuona mkono wako, songa tu mbele. Nataka wote ambao wameinua mikono yao, chukua tu hatua ya imani, songa hapa mbele, tuombe kwa pamoja. Mungu anakupenda, ndio sababu alikuruhusu usikie ujumbe huu. Uende kawa 2026 ni mwaka wako, na Mungu anatamani kuleta mabadiliko ya kweli maishani mwako. Ndugu yangu, njoo tu tuungane pamoja, njoo tu tuungane pamoja. Mungu ni mwema na anaenda kukutenda mema jioni ya leo. Umekuja mbele, sitaki nifungie mtu, kwa sababu jioni ya leo inaweza leta mabadiliko makali katika maisha yako. Hatima yako inategemea jioni ya leo. Wote ambao umekuja mbele, nataka niwapatie ombi jioni ya leo. Naomba tu ufanye ombi hili kuwa lako. Nataka tufunge macho yetu na utarudia nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako jioni ya leo. Mimi ni mwenye dhambi. Baba, nisamehe dhambi zangu. Yoshe na damu yako. Ninamkataa shetani na kazi zake zote. Ninakataa dhambi kwa moyo wangu wote. Ewe Yesu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Nimefanya uamuzi kukufuata wewe siku zote za maisha yangu. Bwana, nisaidie. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu nimeomba nikiamini, amen. Wacha nikuombee. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, imekupendeza katika uwanja huu wa Lions, Baba, ukaokoe. Umetuambia kwa neno lako, Wakorintho wa pili 5:17, ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amefanyika kuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Baba, tunaomba upya wa maisha ndani ya wapendwa hawa. Wewe Mungu nafahamu yale ambayo yalikuwa nazuia katika ufalme wa giza, na leo hii wameingia katika ufalme wa nuru. Baba, uliyetushikilia tukadumu, Baba utawashikilia, Baba utawasaidia, utatembea pamoja na wao. Naomba Roho Mtakatifu akawe rafiki wa karibu kwao, ili kwamba wasaidie kutembea safari hii katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Baba, utukuzwe kwa sababu umetenda, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Hebu mpigie makofi mtu, shangilia Bwana Yesu. Mtu akija kwa Kristo, shughuli zote usimama mbinguni ili kwamba washerehekee. Nataka nisikie watu wakisherehekea, nataka nisikie watu wakisherehekea. Glory to Jesus. Amen, amen. Basi nataka tu, ndugu zangu, mmefanya uamuzi wa maana. Huyu ndugu ambaye ako nyuma yenu ako na neno kwa ajili yenu. Ningependa munaenda wapi? Anasema msonge tu hapa kidogo, alafu utakuja kidogo tu msikie vile nawaambia, kisha utakuja tuongee. Basi tunapoendelea jioni ya leo, huyu Mungu ambaye anaokoa hajapungukiwa na nguvu pia hata za kutenda miujiza. Ako na uwezo wa kuponya, hako na uwezo wa kukomboa. Uende kawa uko hapa, ni kweli umeokoka, lakini kuna mambo unapitia maishani mwako. Mungu wetu anaweza kukusaidia jioni ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ama kuna hali ya ugonjwa ama udhaifu wa aina yoyote, Mungu anaweza akakutendea jioni ya leo. Kwa hivyo kwa nafasi hii
Nataka nikupatie nafasi, mtu wa Lions, ama kama unaelekea nyumbani na umesikia sauti hii, unaweza sema kwamba mtumishi wa Mungu, mimi natamani tu Mungu anitendee. Kuna mambo napitia maishani ambao hayanipendezi. Ningependa kwamba 2026 yawe kikomo. Ninakukaribisha jioni ya leo uje tu tuombe kwa pamoja. Mungu anaweza. Haleluya. Kama uko hapo unapitia hali ambayo haikupendezi, Mungu anaweza kukutendea jioni ya leo. Ama wewe ni mgonjwa, daktari ametoa report akasema kwamba hii haiwezekani. Kwa Mungu wetu hakuna kisichowezekana, yote yanawezekana. Letu tu ni kumwamini. Unaweza kumwamini Mungu jioni ya leo akakutendea. Kama ni wewe nakuzungumzia na uko hapo, njoo tu dada, njoo ndugu, tuombe pamoja, tumwamini Mungu akutendee katika jina la Yesu. Na kupatia nafasi hiyo kama unakuja, na kama huji maybe nitaomba tu na baba hapa na tutamalizia. Je, kuna mtu? Yote yanawezekana. Wewe ni Mungu naye ukoa na kuponya. Na mkabidhi babangu huyu mikononi mwako Yesu, nikitangaza uponyaji kutoka kichwani hadi unyayoni. Viungo vyake vyote Baba vinaenda kuhisi mabadiliko makubwa kwa sababu ya uponyaji wako. Baba, miguu itahisi uponyaji wako Bwana. Kila organ ndani ya mwili wake Baba, natangaza urejesho katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Baba, ulimtendea binti Yairo Baba, ukamwondoa katika wafu, ukamtendea Lazaro, ukamfufua. Baba, natangaza ufufuo juu ya viungo vyake vyote katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu mambo mapya yanatendeka katika maisha haya. Unaachilia ushuhuda juu ya maisha ya mzee wangu huyu Baba, unamtendea kuanzia leo, atahisi starehe tena katika mwili wake. Kila uchovu, kila kuumia Baba katika viungo vyake Baba, ninavibadilisha leo na natangaza, umetuambia kwamba kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Mzee huyu anapokea uponyaji saa hii katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Baba, utukuzwe kwa sababu umetenda, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Amini Baba, Mungu amekutendea. Amen. Soma ya kwamba ulikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Kila channel ambazo adui anatumia kuleta uharibifu katika maisha haya, chochote ambacho alikiiba Baba, tunatangaza kwamba unarejesha kwa jina la Yesu. Huyu pia ni mwana wa Ibrahimu. Baba, mrehemu Baba, mkumbuke Bwana, mtende mema.
Baba, kila channel adui alitumia Baba, ninazikata kuanzia leo na kuendelea, kwamba fedha zake zilizoibiwa na adui zinarudi kwa jina la Yesu. Kila njia ambazo adui alitumia kumnyang'anya Baba, ninazifunga hiyo milango katika jina la Yesu Kristo. Roho ya ulevi na kutangazia kwamba hauna makao tena katika maisha haya katika jina la Yesu. Mungu wa rehema na neema, familia hii itaona starehe tena ndani ya Kristo Yesu. Asante kwa kumwokoa ndugu yangu, asante kwa kumrejesha, asante Baba kwa kumtendea. Wewe uliyotutendea haujabadilika, hata na huyu mwana wa Ibrahimu umemtendea. Unaachilia Baba ushuhuda kwa familia hii katika jina la Yesu Kristo. Tunaziba mashimo yote ambazo adui ametumia mfalme kunyanyasa familia hii katika jina la Yesu Kristo. Ninamfunika kwa damu ya Yesu, ninamjengea ukuta za moto, ya kwamba adui ajapo hata muona tena, bali atamuona Kristo aliyekufa na kufufuka kwa ajili yake. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Hallelujah. Oh Yesu, Hakuna usiloweza, nifanye jambo katika uwanja huu. Kila mara huwa tunaenda, tunapomalizia tunaombea biashara, lakini leo hii nataka nifanye tofauti. Kama unajua uko na biashara hapa Lions, pengine uko na pikipiki, pengine biashara yako uko ndani, uende kawa sikuoni, nataka tu mahali ulipo, nataka nifanye ombi kwa sababu hiyo biashara, hiyo kazi yako. Lako tu ni kwamba utainua mkono wako na Mungu akutendee. Kuna yale ambayo natamani Mungu akutendee kwenye hiyo biashara yako. Popote ulipo, inua tu mkono wako ni kuombea tunapomalizia. Usione haya.